Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9 hadi wa 14. Neno la Mungu linasema hivi: nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1,000 mara 1,000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana-kondoo aliyechinjwa kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi ya juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake. Na alivisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana-kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai 4 wakasema, amina. Na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Damu ya Yesu Kristo. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 6. Yesu amehubiri kwa habari ya injili takatifu ambayo ndiyo injili ya Mungu waliopewa wanadamu wote ulimwengu wote kwa ajili ya msamaha wa dhambi, kwa ajili ya uzima wa milele. Yesu Kristo katika hiyo sura ya 6 kuanzia mstari wa 51 anaongea, anahubiri kwa habari ya mwili wake na damu yake. Anasema, mwili wangu ni chakula na damu yangu ni kinywaji. Mtu aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho kwa uzima huo wa milele. Yesu Kristo anaongea, anasema injili pekee ya Yesu Kristo, injili safi isiyochanganywa na yoyote na kitu chochote, ni mwili na damu yake. Kwa hiyo watu wanatakiwa kuhubiriwa mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Mwili na damu ya Yesu Kristo ndiyo sadaka. Hiyo ndiyo Yesu Kristo mwenyewe aliyetolewa kuwa sadaka kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Kila mtu atakayemwamini Yesu Kristo, hii inamaanisha tumaini lake na tegemeo lake ni katika mwili na damu ya Yesu Kristo peke yake. Huyu ana imani ya kweli, na hii ndiyo injili pekee ya kweli kuliko injili zote unazosikia ulimwenguni. Mtu yoyote yule anayeitwa mtumishi wa Yesu Kristo, mtumishi wa Mungu mwaminifu, ni lazima aonekane anahubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, kama Yesu Kristo mwenyewe alivyohubiri damu ya Yesu Kristo. Mtu akionekana anahubiri maneno mengine yoyote yale nje na mwili na damu ya Yesu Kristo, huyo ndiye atambulike kwamba huyu hawajibiki kwa Yesu Kristo wala hakutumwa na Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo anasema uzima wa milele wa roho za kila mtu ni kuamini katika mwili na damu ya Yesu Kristo. Sasa ikiwa uzima wetu ni mwili na damu ya Yesu Kristo, wewe ni nani unayehubiri injili nyingine ambayo sio mwili na damu ya Yesu Kristo? Kwa ajili gani? Kama uzima wa roho zetu, ucha Mungu wetu, kuitwa wana wa Mungu, kuitwa wa Kristo ni katika mwili na damu ya Yesu Kristo. Wewe unapohubiri mafundisho mengine ya dunia hii, unahubiri hayo kwa ajili gani? Hapo lazima mtu akuwekee mashaka, umetumwa na nani? Kama Yesu Kristo mwenyewe amehubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, damu yake, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele. Mtu asipoula mwili wangu na kuinywa damu yangu hana uzima wa milele, atakutana na ghadhabu ya Mungu. Yesu Kristo alipohubiri hivi, watu wengi wakamkataa, wakasema neno hilo ni gumu, hatuwezi kuamini katika mwili na damu yako.
hatuwezi kula mwili na damu yako, hatuwezi kuamini katika mwili na damu yako, eti ndio injili ya Yesu Kristo. Wakamkataa. Kuanzia mstari wa 60 watu wanaonekana kusema neno hilo ni gumu, hatuwezi kulikubali. Damu ya Yesu Kristo. Wanafunzi wengi wa Yesu Kristo wakamwacha Yesu Kristo kwa sababu tu hawaitaki hii injili ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Hawaitaki. Hawataki kusikia, hawataki kuamini katika mwili na damu ya Yesu Kristo. Wanafunzi wengi wakamwacha Yesu Kristo, wakaondoka zao. Yesu akawauliza hawa wanafunzi 12, na ninyi mnataka kuondoka? Petro akasema, tuende kwa nani tena? Maana wewe peke yako ndio mwenye maneno ya uzima wa roho zetu. Damu ya Yesu Kristo. Yesu anasema, nimewachagua kutoka ulimwengu. Ni mimi nimewachagua kutoka ulimwengu. Mlikuwa wa ulimwengu kama hawa, lakini mlipokea neno la Mungu, mlipokea neno langu, mkaniamini. Sasa nyinyi sio wa ulimwengu tena. Nimewatoa kutoka ulimwengu, sasa mmekuwa watu wa juu kama mimi nilivyo wa juu. Ninyi sio wa ulimwengu tena. Kila aliyeupokea mwili wa Yesu Kristo, kila aliyeamini katika damu ya Yesu Kristo, huyu sio wa ulimwengu tena. Watu watakutazama, wataona kama ni wa ulimwengu, lakini Yesu anakutambua wewe sio wa ulimwengu tena, kwa sababu huna maneno ya dunia, huna maneno ya ulimwengu huu, una maneno ya mbinguni. Kwa hiyo wewe ni wa juu kama Yesu Kristo alivyokuwa wa juu. Damu ya Yesu Kristo. Hii ndio watu wanatakiwa kuelewa. Yesu akakanwa na wanafunzi wengi wakamwacha kwa sababu ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Tusome mara moja zaidi. Yohana Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 66 anasema, kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale seneshara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende wapi? Twende kwa nani? Wewe una maneno ya uzima wa milele, nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Yesu akawaambia, je, mimi sikuwachagua ninyi thenashara, na mmoja wenu ni Shetani? Alimnena Yuda mwana wa Simon Iskariot, maana huyo ndiye atakayemsaliti, naye ni mmojawapo wa wale senashara. Damu ya Yesu Kristo. Kwa sababu ya mwili na damu ya Yesu Kristo, wanafunzi wakamwacha. Watu wengi waliomfuata Yesu Kristo wakamwacha, hawataki kusikia kwa habari ya damu ya Yesu Kristo. Lakini Petro anajibu, anasema, wewe ndiye uzima. Mwili wako na damu yako ndiyo uzima wa roho zetu. Hatuendi kokote, tutabaki na wewe. Yesu akasema, niliwachagua kutoka ulimwengu. Sasa nyinyi sio wa ulimwengu tena. Kwa hiyo kama nyinyi sio wa ulimwengu tena, kama mimi nisivyo wa ulimwengu, ulimwengu utawachukia. Kwa sababu mtakapohubiri mwili na damu yangu, ulimwengu utawachukia. Ulimwengu hautawaamini nyinyi kwa sababu haujaniamini mimi. Yoyote atakayewapokea nyinyi mtakapohubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, mtakapohubiri mwili na damu yangu, yoyote atakayewapokea nyinyi, ujue ameniamini mimi, ananipenda mimi. Kwa sababu kama unampenda Yesu Kristo, basi utaamini katika mwili na damu ya Yesu Kristo. Huwezi kusema unampenda Yesu Kristo halafu unaamini katika fedha na mali. Wewe ni mwongo. Kwa sababu unaposema ninamtazama Yesu Kristo, ninamwamini Yesu Kristo, hii inamaanisha unaamini mwili na damu ya Yesu Kristo. Injili aliyotufundisha yeye ni yeye. Unaposema mwili na damu ni yeye. Unaposema namwamini Yesu Kristo, unaamini katika mwili na damu. Huwezi kusema namwamini Yesu Kristo, unaitwa Mkristo, halafu unaamini katika, unahubiri fedha na mali, unaamini fedha na mali, unategemea fedha na mali, unasikiliza fedha na mali makanisani. Wewe ni mwongo. Injili ya Yesu Kristo ni mwili na damu. Kwa hiyo, kwa sababu tunanena maneno ya mbinguni, watu wa ulimwengu huu hawatuelewi. Kwa sababu walianza kwa Kristo, hawakumwelewa. Kwa hiyo tunapohubiri mwili na damu, ulimwengu hautuelewi kama walivyokuwa hawajamwelewa Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Yeye ni wa juu,
na sisi watumishi wake ni wa juu, tunahubiri maneno ya juu, mwili na damu. Ulimwengu hauelewi, wanataka maneno ya dunia, na sisi hatuna maneno ya dunia, tuna maneno ya mbinguni, kumpa kila mtu uzima wa milele, damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tutegemee, ulimwengu hautatupenda tunapohubiri kwa habari ya Yesu Kristo, tunapohubiri kwa habari ya damu ya Yesu Kristo. Hawatatupenda, ila watakaotupenda na watakaotuamini, hao wanampenda Yesu Kristo, kwa sababu tuna neno la Yesu Kristo pekee, hatuna lingine. Damu ya Yesu Kristo. Ulimwengu unatuchukia kwa sababu sisi sio wa ulimwengu huu. Yoyote mwenye mwili na damu ya Yesu Kristo, yeye sio wa ulimwengu huu, ajue. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo ndiyo injili pekee, na hii injili ilihubiriwa na malaika mbinguni na kila kiumbe mbinguni, chini ya nchi na duniani. Kwa hiyo injili hii ndiyo injili pekee. Tumesoma katika kitabu cha Ufunuo, tumesoma kitabu cha Ufunuo sura ya 5. Ufunuo wa Yohana sura ya 5, Mungu anatuonyesha sisi ulimwengu injili ya kuhubiriwa ni damu ya Yesu Kristo. Injili ya kuiamini na kuitegemea ni damu ya Yesu Kristo. Tena anatuonyesha kwamba siyo nyinyi tu, ilianza kuhubiriwa na malaika mbinguni na kila kiumbe. Sasa ile injili iliyohubiriwa na malaika mbinguni ndiyo ya kuhubiriwa na nyinyi hapa duniani, hiyo hiyo. Sasa mimi ni nani? Injili, mtu akitaka kujua injili ya kweli, basi Mungu hakutuficha kwenye sura ya 5 Ufunuo. Ameeleza injili ya kuhubiriwa na injili ya kuitegemea kwa ajili ya uzima wa milele, kama unataka uzima wa milele. Yohana mtakatifu akiwa katika maono anaona hii, anasema hivi: nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi kitabu, na hiki kitabu kimeandikwa ndani na nje. Nikamwona malaika mwenye nguvu akapaza sauti kuu akihubiri akisema, ni nani astahilie kukitwaa hiki kitabu, kukifungua na kuzivunja muhuri zake? Kwa sababu hiko kitabu kimeandikwa ndani na nje, na kimefungwa muhuri 7. Anasema, wala sikuona mtu yoyote mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeonekana kukitwaa hicho kitabu, anayeweza kukifungua wala kukitazama. Hakutokea mtu yoyote mbinguni wala kukitazama hicho kitabu, kuinua tu macho yake kukitazama, hakuonekana. Duniani hakukionekana kiumbe chochote, wala mwanadamu wala mtu yoyote wala kiumbe chochote cha dunia hii kukitazama tu kile kitabu akichukua afungue, hakuonekana. Wala chini ya bahari hakuonekana mtu wala kiumbe chochote. Yohana anasema akalia. Ndipo nilipoanza kulia sana, kwa sababu hapajaonekana mtu mbinguni wa kukitwaa hicho kitabu mikononi, katika mkono wa Mungu akifungue, wala chini ya nchi wala juu ya nchi. Duniani hakuna huyo mtu, hakuna hicho kiumbe, wala fedha na mali haikuonekana, wala kuinua macho yake kukitazama hicho kitabu, hapakuonekana kitu chochote. Yohana anashuhudia hapakuonekana kiumbe chochote. Ndipo akaona mmoja wa wale wazee 24 akamwambia, usilie, yuko mmoja wa simba aliye wa kabila la Yuda, katika shina la Daudi. Huyo ameshinda, ili apate kukifungua hicho kitabu, apate kukitwaa hicho kitabu, kukifungua na muhuri zake. Huyo ameshinda. Anasema, katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na wale wazee, nikaona katikati ya vile viti, nikamwona mwana kondoo
amesimama, alikuwa kana kama amechinjwa. Amesimama katikati, ana pembe 7 na macho 7, ndizo roho za Mungu zilizotumwa duniani. Anasema akaja akakitwaa kile kitabu mkononi mwa Mungu aliyeketi juu ya kiti cha enzi, akakitwaa kile kitabu. Yeye huyo mwana kondoo, huyo simba wa kabila la Yuda, huyo aliye shina la Daudi, akakitwaa kile kitabu. Alipokitwaa tu, wale wenye uhai wa 4 na wale wazee 24 wakaanguka magoti, na kila mmoja akaonekana ana kinubi na vitasa vya dhahabu vimejaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Wakaanguka chini, wakaanza kuimba wimbo mpya, wakaanza kuhubiri neno hilo. Alipotwaa tu hicho kitabu, wakaanguka, wakaanza kusema, unastahili wewe kukitwaa hicho kitabu, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu watu kwa damu yako, watu wa kila kabila, kila lugha, kila jamaa, kila taifa, kwa damu yako. Unastahili wewe kukitwaa hicho kitabu, wewe uliyechinjwa, mwana kondoo. Kwa damu yako ukamnunulia Mungu watu wa ulimwengu mzima, wa kila lugha, wa kila kabila, wa kila jamaa, kila taifa, ukamnunulia kwa damu yako. Kwa hiyo wewe ndio unastahili kuchukua hicho kitabu. Alafu ukawafanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu wetu, na hao watu wanatawala juu ya nchi. Kanisa, damu ya Yesu Kristo. Anasema nikaona na nikasikia sauti nyingi za malaika wengi. Hao malaika na wale wenye uhai 4 na wale wazee wote, nikasikia sauti zao. Hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000, 1000 mara 1000, wakisema, unastahili wewe, mwana kondoo uliyechinjwa, kupokea uweza na utajiri, hekima na nguvu, heshima na utukufu na baraka. Unastahili wewe, mwana kondoo uliyechinjwa, ambao ulimnunulia Mungu kwa damu yako watu wote. Unastahili wewe kupewa utukufu na nguvu na hekima na utukufu. Anasema na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini, nikaviona vyote vinahubiri neno lile lile, wanasema, unastahili wewe, mwana kondoo uliyechinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila unastahili wewe utukufu, heshima, uweza na nguvu na baraka. Unastahili wewe. Hebu angalia, na walipokwisha kusema hivi, wale wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka magoti, wakasema amina, wakasujudu, wakasema amina. Huyo anastahili, huyo anastahili. Unafikiria sura hii ya 5 katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana inamaanisha nini? Nini maana ya hiki kitabu? Hiki kitabu kinamaanisha nini? Hiki kitabu ambacho Mungu amekishika mkononi mwake, anamwambia anayestahili aje achukue. Kitabu hiki maana yake nini? Kitabu hiki kinamaanisha utawala, mamlaka. Nani anayestahili haya mamlaka? Alafu hiki kitabu kule kuandikwa ndani na nje, maana yake anayestahili mamlaka kutawala mbinguni na duniani. Ndani ni mbinguni, nyuma duniani. Biblia inatumia sana neno nyuma. Kimeandikwa hiki kitabu ndani na nyuma, kimefungwa muhuri 7. Ndani ni mbinguni, nyuma ni duniani. Anayestahili mamlaka mbinguni na duniani ni nani? Anayestahili aje achukue. Yesu Kristo wakati amekuja amemaliza kazi, anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, nimepewa yote. Tusome mara moja.
Mathayo mtakatifu sura ya 28 mstari wa 18 anasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Anayestahili hiki kitabu, utawala, mamlaka mbinguni na duniani ni nani? Aje achukue, aje achukue. Hakuonekana binadamu wala malaika yoyote kukitwaa hicho kitabu awe na mamlaka mbinguni na duniani. Hapakuonekana fedha na mali ikasema labda mimi, hakuonekana, ila Yesu Kristo aliyechinjwa. Kwa hiyo anayestahili kupokea mamlaka ya hiki kitabu ni yule aliyekuwa amefanywa kuwa sadaka, akachinjwa, na kwa damu yake akamnunulia Mungu watu. Huyo ndio anayestahili kuchukua hiki kitabu, mamlaka mbinguni na duniani. Yesu anasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Damu ya Yesu Kristo. Muhuri 7 ni nyakati ambazo hizo ni Bwana mwenyewe atakayezitimiliza nyakati mpaka wakati wa mwisho. Hizo zitatimia wakati. Nani atakayeziamuru sasa tuko wakati gani? Ni Bwana mwenyewe. Muhuri 7. Lakini anapokuja anasema, nikamwona simba yule wazee mmoja wale wazee anasema, akaniambia, tazama simba wa kabila la Yuda, katika shina la Daudi. Anamtaja Yesu Kristo. Huyo ndiye simba wa kabila la Yuda, ndio mwana wa Daudi. Anamtaja, huyo ni Yesu Kristo. Yeye ameshinda. Huyu akamwona kama amekufa, amechinjwa, mwana kondoo. Anapomtaja kuwa ni mwana kondoo, hii inamaanisha huyo ndio sadaka. Anapotajwa Yesu Kristo kama ni mwana kondoo, anamaanisha hiyo ndiyo sadaka ya msamaha wa dhambi, na huyo ndiye aliyemwaga damu kwa ajili ya msamaha wa dhambi wa watu wote. Huyo ndiye aliyemnunulia Mungu, wakawa wana wa Mungu, watu wote ulimwenguni wakawa wana wa Mungu kwa damu yake. Mungu hawezi kupata watoto jinsi alivyoamuru yeye. Watoto wake wote ulimwenguni ni wale tu walionunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Hao ndio wana wa Mungu. Wacha Mungu wote ni wale tu walionunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Hao ndio wacha Mungu, hao ndio Wakristo wa kweli walionunuliwa kwa damu. Ameshinda. Ameshinda nini? Ameshinda nini? Huyu ndiye aliyetumwa kupambana na maadui 3 au 4 au 5 ambao sisi wanadamu hatuwawezi. Walituweka chini yao, kwamba wanadamu wote walikuwa mateka wa dhambi, laana na mauti na shetani na dunia. Kwa hiyo huyu alitumwa kama sadaka aje aishinde dhambi, laana, mauti, shetani na ulimwengu kwa ajili yetu. Malaika wale wazee 24, mmoja wapo akasema, huyo ameshinda, ameishinda dhambi, laana na mauti na shetani, ameshinda. Kwa hiyo yeye ndiye anayestahili mamlaka mbinguni na duniani. Kwa damu yake amemshinda Ibilisi, kwa damu yake ameishinda dhambi, laana na mauti, kwa damu. Malaika wanahubiri mbinguni damu ya Yesu Kristo. Viumbe duniani vikaonekana vinahubiri damu ya Yesu Kristo. Chini ya nchi, chini ya bahari, viumbe vikaonekana vinahubiri damu ya Yesu Kristo. Mimi ni nani nihubiri kitu kingine ambacho hakikuonekana hata kuinua macho yake kuitazama kile kitabu? Ni uasi mkubwa huo. Malaika wana nguvu kuliko hata sisi. Malaika ni watu wenye uweza kuliko wanadamu.
Mimi ni nani kama wao wamehubiri damu ya Yesu Kristo? Kama wao wanamtukuza Yesu Kristo, wanahubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, mimi ni nani nihubiri kitu ambacho hakikuweza hata kukitazama kile kitabu? Aliyepewa mamlaka mbinguni na duniani, huyo ndio wa kuhubiriwa. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Imani yetu, tumaini letu. Malaika wamehubiri damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo nitahubiri injili ambayo malaika wa mbinguni walihubiri. Viumbe duniani vikaonekana vinahubiri hiyo. Nitahubiri hiyo damu ya Yesu Kristo. Hatuwezi kuhubiri tofauti. Kama mtu akisema anahubiri kitu kingine ambacho sio mwili wa Kristo, sio damu ya Kristo, huyo hakutumwa na Yesu Kristo. Huyo ni muasi mkubwa, kwa sababu unawezaje kuhubiri kitu kingine makanisani katika kanisa la Kristo ambalo wewe unaona malaika wameonyesha mfano, wamehubiri damu ya Yesu Kristo mbinguni. Viumbe vyote vikaonekana vinahubiri damu ya Yesu Kristo. Viumbe baharini vikaonekana vinahubiri Yesu Kristo. Kila kiumbe mbinguni vikahubiri damu ya Yesu Kristo. Aliyemshinda dhambi, laana na mauti na shetani ni damu ya Yesu Kristo. Wewe leo unahubiri vipi kitu kingine ambacho sio damu ya Yesu Kristo, sio mwili wa Yesu Kristo? Na umekaza kila siku, unaandaa mahubiri, unahubiri lakini sio damu ya Yesu Kristo, unahubiri vitu vya dunia. Wewe umetumwa na nani na kwa ajili gani? Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu, tumaini letu. Mimi sitahubiri injili nyingine, nitahubiri injili ambayo malaika walihubiri. Yaani kama malaika alihubiri damu ya Yesu Kristo, nitahubiri damu ya Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo alituamuru tuhubiri damu ya Yesu Kristo, ndiyo injili nitakayohubiri. Sihubiri injili nyingine tena, hiyo haifai hata kuitwa injili. Unawezaje kuhubiri mambo ya dunia ukaita injili ya Yesu Kristo? Unawezaje? Mtu unakurupuka, hata hofu huna. Unasema ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji, unahubiri mambo ya dunia, unasema unahubiri injili ya Yesu Kristo. Ni ipi hiyo? Yesu Kristo ndiye aliyeshinda. Yesu Kristo ameshinda, alichinjwa. Alichinjwa nini? Yesu Kristo alipokuja duniani ni kutukomboa sisi kutoka dhambi. Alitukomboa sisi kutoka dhambi. Akaja duniani akachukua dhambi ya ulimwengu, dhambi ya ulimwengu wote, vizazi vyote, tangu Adamu mpaka kizazi cha mwisho, akazichukua kwa njia ya ubatizo katika mwili wake, kwa sababu imeandikwa, mshahara wa dhambi ni mauti, deni la dhambi ni mauti. Sisi hatuwezi tukafa tukafufuka tuwe hai tena tulipe hili deni, hatuwezi tukawa hai tena, hatuwezi. Ndiyo maana Yesu Kristo mwenye nguvu kuliko nguvu zote akaja akachukua hizi dhambi ili yeye aonekane ni mwenye dhambi. Damu ya Yesu Kristo. Yeye akaonekana ni mwenye dhambi. Sasa yeye ndiye anayestahili kufa kwa niaba yetu. Yeye akaenda msalabani kusulubiwa, akatesa kwa niaba yetu. Anateswa kwa sababu ya dhambi zetu. Anakufa msalabani kwa sababu ya kulipa deni la dhambi zetu. Mauti iliyotakiwa sisi tufe, anakufa yeye. Adhabu tuliyotakiwa sisi tupate, anapata yeye. Kwa hiyo yeye anakuwa mbadala kwa niaba yetu, anakufa Yesu Kristo. Amechukua dhambi zetu, anaonekana yeye ni mwenye dhambi. Sasa anaenda msalabani, anateswa, anapigwa, anakufa kwa sababu ya dhambi zetu, kulipa deni la dhambi zetu. Maana yake nini? Kufa kwa Yesu Kristo msalabani ni kulipa deni la dhambi zetu, kwa sababu deni la dhambi zetu ni mauti. Kwa hiyo yeye anakufa kwa niaba yetu. Kwa hiyo kufa kwa Yesu Kristo ni kulipa deni, na kama mauti ya Yesu Kristo ndiyo malipo ya deni letu, kwa hiyo sasa, ili sisi tusiitwe tena wadeni, kwa Yesu Kristo anakufa ili sisi tusiitwe tena wadeni wa dhambi. Anafuta hili deni kwa mauti yake. Damu ya Yesu Kristo. Anafuta deni la dhambi zetu kwa mauti yake. Anafuta majina yetu ya kwanza tulikuwa tunaitwa wadeni wa dhambi. Sasa anafuta kwa mauti yake. Anafuta majina tuliyokuwa tunaitwa mwanzo wenye dhambi, laana na mauti. Anafuta majina haya
kwa mauti yake, kwamba sisi tusiitwe tena wenye dhambi, laana na mauti, tusiitwe tena watumwa chini ya Shetani. Anafuta kwa mauti yake, damu ya Yesu Kristo. Tulikuwa tunaitwa wenye dhambi, laana na mauti, tulikuwa tunaitwa wadeni wa dhambi. Kwa mauti ya Yesu Kristo anafuta hayo majina. Siku ya tatu anafufuka. Siku ya tatu alipofufuka, ili sisi tuitwe majina mapya, tubatizwe majina mapya kwa kufufuka kwake. Kwa kufufuka Yesu Kristo siku ya tatu, sisi tuitwe majina mapya, siyo yale ya kwanza tu. Sasa tumekuwa wana wa Mungu, tumezaliwa mara ya pili kwa damu ya Yesu Kristo, kwa mauti ya Yesu Kristo. Sasa kwa kufufuka Yesu Kristo, sisi tuko hai, ni wana wa Mungu, tunapewa majina mapya ya mbinguni. Damu ya Yesu Kristo. Injili iko wazi. Kwa hiyo kufufuka Yesu Kristo ni sisi kupewa majina mapya. Ukisoma Warumi 4 mstari wa 25, tusome Warumi sura ya 4 mstari wa 25, anasema ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Damu ya Yesu Kristo. Alikufa kulipa deni la dhambi zetu, kufuta majina tuliyokuwa tunaitwa wenye dhambi, laana na mauti. Akafufuka ili sisi tupewe majina mapya, tuitwe wenye haki, watakatifu, wana wa Mungu, wa Kristo, wenye uzima wa milele. Kwa hiyo tumepewa majina ya mbinguni, majina ya Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo anaitwa mtakatifu. Yesu Kristo ni mwenye haki. Yesu Kristo ana uzima wa milele. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ndiyo majina tuliyopewa sisi. Baada ya kufufuka, sisi tukaitwa wenye haki kwa jina lake, watakatifu kwa jina lake, wana wa Mungu kwa jina lake, wenye uzima wa milele kwa jina lake, kwa kuwa sasa Kristo yuko ndani yetu katika damu yake. Damu ya Yesu Kristo. Tumehesabiwa haki kwa damu ya Yesu Kristo. Tumehesabiwa haki kwa damu ya Yesu Kristo. Warumi 5 tusome. Warumi 5 mstari wa 9 anasema hivi: basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa damu ya Yesu Kristo tumehesabiwa haki, tunaitwa wenye haki. Kwa damu ya Yesu Kristo tumetakaswa dhambi, tunaitwa watakatifu. Kwa damu ya Yesu Kristo tumepewa uzima wa milele, tumekuwa wana wa Mungu. Mbona watu hawaelewi? Kwa nini hawataki kuhubiri damu ya Yesu Kristo, ambayo ndiyo neema waliopewa na Mungu kwa ajili ya uzima wa milele? Damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo malaika mbinguni walihubiri damu ya Yesu Kristo. Mimi kama mtumishi wa Yesu Kristo mwaminifu, mwanafunzi wa Yesu Kristo mwaminifu, sihubiri kingine. Damu ya Yesu Kristo ndiyo injili niliyopewa kuihubiri. Nitahubiri injili iliyohubiriwa na malaika na viumbe vyote. Lakini angalia, wanadamu hawaachi kuwa waasi. Mwanadamu ni kiumbe pekee hatari mbele za Mungu, kisichokuwa na hofu ya Mungu. Mwanadamu anakuja anamuasi Mungu aliyekuwa amemfia, Mungu aliyemfia na kumwaga damu yake kwa ajili yake, anamuasi. Sasa mwanadamu anasema anakichukua kiumbe kitu cha dunia hii, anakiweka juu, anasema wewe, anakiambia hicho kitu, wewe utaheshimika, wewe utakuwa sadaka, wewe uwe dhabihu, wewe uwe mkombozi, tutakuabudu wewe, tutakutegemea wewe, tutakuhubiri wewe, wewe ndio utaitwa sadaka. Mwanadamu amekichukua kitu cha dunia na anakipa heshima zote za kimungu, anakiita sadaka takatifu, dhabihu takatifu. Wewe utaitwa mpatanishi, wewe utahubiriwa, utategemewa na watu wote, watakutegemea, watakufuata wewe. Makanisani utahubiriwa wewe na watu watakufuata wewe. Tutaiweka damu ya Yesu Kristo pembeni, tutaifanya tunaijua, lakini hatutaihubiri, tutakuhubiri wewe. Hicho kitu ndicho kimepewa heshima, heshima ile ya kupewa damu ya Yesu Kristo
Sasa heshima ile, wanadamu wamemwasi Yesu Kristo, wanahubiri, wanakipa kitu kilichoumbwa, kilichochorwa, kilichotengenezwa duniani, viwandani, ndio kinaitwa sasa sadaka, fedha. Mwanadamu ameichukua fedha akaipa heshima zote, akaiita sadaka, akaiita ndiyo tegemeo, tumaini, ndiyo Injili. Sasa makanisani watu wanahubiri fedha, fedha inatukuzwa, fedha na mali ndiyo inaheshimika, ndiyo inategemewa. Watu wanaenda wanataka kusikia fedha na mali. Wameiacha damu ya Yesu Kristo, wameweka pembeni. Ni hatari kubwa. Fedha hiyo haikuonekana siku ile. Yohana anasema haikuonekana hiyo fedha na mali inayohubiriwa, haikuonekana hata kuinua macho yake kusema nastahili kuchukua hicho kitabu. Kwa hiyo siku ya mwisho hii fedha itawaasi, itawakana hawa wanaoihubiri, itawakana. Fedha itawakana siku ya ghadhabu, kwamba mimi sikuinua hata macho kukitazama hicho kitabu. Mlinihubiri vipi? Ambapo mimi sikustahili hata kukichukua hicho kitabu mikononi mwa Mungu. Wewe uliona aliyechukua hicho kitabu ni Yesu Kristo, ni damu aliyeimwaga msalabani, ndio aliyestahili kuchukua. Yule aliyemwaga damu akamnunulia Mungu watu kwa damu yake, huyo ndio aliyestahili akachukua hicho kitabu. Wewe mimi kunihubiri fedha, uliniona siku ile na niinua macho na kusema nikichukua hicho kitabu hata unihubiri fedha, itawakana siku ile. Ndiyo hili neno alilosema Ezekieli 7 mstari wa 19. Anasema watatupa fedha zao, fedha yao na dhahabu zao hazitawaokoa siku ya ghadhabu ya Mungu, maana hazitaweza kuokoa roho zao. Tusome mara moja, tusome Ezekieli 7 mstari wa 19. Anasema watatupa fedha yao katika njia kuu na njia kuu za mji, na dhahabu yao itakuwa kama kitu cha unajisi. Fedha yao na dhahabu yao hazitaweza kuwaokoa siku ya ghadhabu ya Bwana. Hawatajishibisha roho zao, wala hawatajijaza matumbo yao, kwa sababu zilikuwa kwazo la uovu wao. Damu ya Yesu Kristo. Watumishi wengi sasa hivi makanisa wanahubiri fedha. Wamechukua damu ya Yesu Kristo, wameiweka pembeni, wameitupilia pembeni, na madhabahuni pao wameweka fedha. Sasa ndiyo inayohubiriwa kama Bwana aliyewakomboa. Wameiweka fedha na mali, ndiyo inayohubiriwa. Wameweka magari na majumba, ndiyo yanayohubiriwa. Walistahili kuhubiri damu ya Yesu Kristo iliyohubiriwa na malaika, iliyowakomboa. Sasa wameichukia hiyo, wameiweka pembeni, wanahubiri mambo ya dunia, fedha na mali, ambayo haikunyanyua hata macho kukitazama kile kitabu. Siku ya mwisho Ezekieli anasema hii fedha haitawaokoa, wataitupa na itawasaliti. Itasema mimi sikuinua macho kukitazama kile kitabu, mimi sikuchukua kile kitabu, mimi sikuchinjwa, wala sikumnunulia Mungu watu mimi kwa damu, mimi sina damu. Fedha itakataa. Fedha ilizikwa wapi? Fedha ilichukua dhambi za wanadamu wapi? Fedha ilienda msalabani kuteswa wapi hata ihubiriwe? Fedha ilikufa ikafufuka siku ya tatu wapi? Lakini wanadamu wamejifanya wapumbavu, wamerogwa na Ibilisi, wanahubiri fedha madhabahuni bila hofu, bila uoga, alafu wanasema wana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kutoka kwa wapi? Kutoka dunia gani? Yesu Kristo alipokitoa kitabu, malaika wale wazee 24 na wale wenye uhai wakaanguka magoti chini. Je, waliisujudia fedha? Siyo damu ya Kristo? Kama malaika walihubiri damu ya Yesu Kristo, mimi ni nani? Mimi niliye kiroboto, mbwa mfu, eti nihubiri fedha? Wakati malaika wenye nguvu, malaika ni watu wakubwa kuliko hata wanadamu, ni viumbe vikubwa kuliko hata, tena wanaweza kustahili kuitwa wenye hali yote ya uungu, kwa maana wako mbinguni.
wanahubiri damu ya Yesu Kristo, wanaanguka magoti mbele ya Yesu Kristo, wanaitukuza damu ya Yesu Kristo. Mimi niliye mbwa, mfu, kiroboto, panya, nihubiri damu, nihubiri fedha na mali, niache kuhubiri damu ya Yesu Kristo? Ni hatari hiyo. Wametamani fedha, sasa wanahubiri fedha. Wanatamani kuwa matajiri, sasa wanahubiri fedha. Wamemweka Yesu Kristo pembeni, kama vile walivyomkataa siku ile Yesu alipohubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Walipomkataa na wengi wakamwacha, ndivyo wanavyofanya sasa, wanavyomwacha. Siku ile Yesu anahubiri mwili na damu yake, lakini wanafunzi wengi wakamwacha, wakasema hili neno hatulitaki. Na ndivyo hata saa hizi wanavyofanya. Wanasema hili neno kwa habari ya mwili na damu hatutaki sisi. Sasa wamechukua kitu cha dunia, wamekifanya, wamekitukuza, wamekipaka rangi, wameandika namba, wakaita fedha. Sasa fedha ndio inayohubiriwa na watu, kwa sababu wanatamani fedha, kuwa matajiri. Sasa wanapata pesa, alafu wanajiita wa Kristo. Wanaenda wanahubiriwa fedha, wanataka fedha, wanatoa fedha, wanataka fedha, wanajiita wa Kristo. Kristo gani huyu aliyetoa fedha ikasurubiwa sasa iitwe Kristo? Ni huruma sana, ni huruma sana. Unapoona watu wanamiminika makanisani, alafu unajua wanaenda kusikiliza fedha, inauma sana moyoni. Watu hawa wanawadanganya watu, Ibilisi anawapotosha watu. Sasa wamejaa tamaa tu, wanawaza kutajirika tu. Wewe nani aliyekuambia mcha Mungu mpaka awe tajiri? Nani aliyekudanganya mcha Mungu mpaka awe tajiri? Mwenye haki mpaka awe tajiri? Mungu ni Mungu wa matajiri na masikini. Wewe nani aliyekuambia ili uwe mcha Mungu lazima uwe tajiri? Kuwa tajiri wa roho, uzima wa milele, huo ndio utajiri mkuu. Hawasomi hata kuona kwa habari ya Lazaro na yule tajiri. Ni tajiri lakini kaenda motoni. Ni maskini aliyekuwa na vidonda ameenda mbinguni. Nani aliyekuambia atakayeulisi uzima wa milele mpaka awe tajiri, awe na majumba na magari? Shetani anapotosha watu, wanaacha injili ya uzima wa roho zao, wanafuata mafundisho ya dunia ambayo siyo injili ya Yesu Kristo. Sasa na wao wameyaita injili ya Yesu Kristo. Ndivyo wanavyopotea. Kuzimu kuna panua mdomo, kuna wakaribisha. Karibuni kuzimu, karibuni, chukueni pesa, njoeni huku. Kama wangeipokea mwili na damu ya Yesu Kristo, wangekuwa wenyeji wa mbinguni. Lakini sasa wameichukua fedha na mali kama ndiyo injili yao, wanakaribishwa kuzimu. Wanapotea Wakristo wengi kwa sababu ya tamaa. Damu ya Yesu Kristo. Tusome mara moja zaidi Ufunuo. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 anasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme. Anasema 10, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Watumishi wengi wanasema sisi ni makuhani, ni ufalme, lakini injili wanayohubiri sio ya kuwafanya wao kuwa ufalme huo na makuhani. Wanahubiri fedha. Biblia inasema damu ya Yesu Kristo ndiyo iliyowafanya watu kuwa wana wa Mungu. Damu ya Yesu Kristo ndiyo iliyowafanya watu kuwa makuhani na ufalme wa Mungu. Damu ya Yesu Kristo. Wao hawahubiri hiyo damu iliyowakomboa. Hawawajulishi watu damu. Hawaimbi huu wimbo wa damu ya Yesu Kristo makanisani kwa, wanaimba wimbo wa fedha na mali makanisani. Ni hatari kubwa. Alafu unaona watu ni wanyenyekevu, wanaenda makanisani, wanarudi wamejaa kwenye masikio damu, wamejaa fedha na mali, wamejaa majumba. Kila siku wanaenda kanisani, wanajua hawa wanahubiriwa tu fedha na mali. Alafu wanasubiria siku ya kufa, wanaisubiria siku ya kiyama, wanasubiria siku ya mwisho, siku ya hukumu. Unasikiliza fedha makanisani, alafu unasubiria siku ya hukumu. Hawana uoga, jinsi shetani alivyowapotosha. Amewapotosha kabisa. Yaani wanasema siku zimekaribia, wanaenda kusikiliza fedha na mali. Wewe
Siku zimekaribia, sikia damu ya Yesu Kristo. Sio unaenda kusikiliza fedha alafu unasema siku zimekaribia. Siku zimekaribia, unaitaka hiyo siku na unasikiliza fedha na mali. Yaani unaisubiria kwa hamu na unajua kabisa unasikiliza fedha na mali ambayo hiyo fedha haikuweza hata kuinua macho kukitazama hicho kitabu. Haikuchinjwa, haikusulubiwa, haikufa, haikuzikwa, haikufufuka siku ya tatu. Wewe unaenda kuisikiliza hiyo na unahubiri hiyo. Alafu unasema siku zimekaribia, Bwana wetu Yesu Kristo yuko karibu. Yuko karibu, yani unasema bila hata uoga. Yuko karibu na damu yake hauihubiri. Ni hatari kubwa hizi. Yani ninaomba Mungu siku zote, Mungu awasaidie Wakristo mmoja mmoja, amfungue macho. Amfungue macho japo asikie hii Injili. Amfungue macho, arudi ategemee damu ya Yesu Kristo. Huwezi kusema unategemea damu ya Yesu Kristo unakaa kanisani unasikia fedha. Aliyekukomboa ndio utataka huyo umsikie mara kwa mara. Aliyekusaidia kuitwa mwana wa Mungu ndio utakayetakiwa wewe kumsikia mara zote, utakayempenda. Aliyekukomboa ni damu ya Yesu Kristo. Unaenda kumsikiliza ni fedha. Alafu unasema ni wa Mungu. Aliyekuumba ni Mungu. Unaenda kumwabudu shetani, alafu unasema unamwabudu Mungu. Watu wanapotea sana. Shetani anawapoteza watu sana. Kwa hiyo tuombe Mungu wa Kristo warudi kwenye damu ya Yesu Kristo. Tutahubiri damu ya Yesu Kristo ili kuwaokoa ndugu zetu. Walikombolewa kwa damu, waijue damu, waitegemee damu, waongee damu, washuhudie damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Mungu atusaidie sana. Ninapoona Wakristo wanaenda kusali alafu wanahubiriwa mambo ya dunia na wao wanasema wametoka kusali, inauma. Neno la Mungu ni Yesu Kristo. Neno la Mungu ni mwili wa Kristo, damu ya Yesu Kristo. Hiyo ndio inatufikisha mbinguni. Wewe unaenda kuhubiriwa kitu ambacho hata mbinguni hakikujui. Unaenda kusikiliza kitu ambacho, unaenda kuisikiliza fedha hata mbinguni haikujui. Kama fedha haikujui mbinguni, itakupelekaje mbinguni? Fedha haikujui mbinguni, wewe unahubiriwa fedha, itakufikishaje mbinguni? Aise, siku ya mwisho, siku ya ghadhabu, itakufikishaje? Imeandikwa kwa damu ya Yesu Kristo tumehesabiwa haki, na kwa sababu hiyo tutaokolewa na ghadhabu ya Mungu kwa hii damu. Damu ya Yesu Kristo ndio inayokujua mbinguni, kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe yuko mbinguni. Sasa unahubiriwa damu, unaenda kanisani unasikia damu. Unahubiriwa fedha, unaenda kanisani unasikia fedha. Unawezaje kwenda mbinguni kwa hiyo fedha? Ni damu peke yake ndio inatufikisha mbinguni. Tusome Waebrania 10 mstari wa 19. Tusome. Waebrania 10 mstari wa 19 unasema hivi: basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika panzia, yani mwili wake. Anataja vitu viwili, damu ya Yesu Kristo na mwili wa Kristo. Hiyo ndio inatufikisha mbinguni. Wewe unaenda kusikia fedha. Aise, fedha ikufikishe wapi? Itakufikisha Morogoro, itakufikisha Dodoma, itakufikisha Arusha, itakufikisha China. Mbinguni haikufikishi fedha. Kama mnaenda kusikiliza fedha au mnahubiriana fedha ili wafikishe Morogoro, sawa. Kama ikufikishe Arusha, sawa. Ikufikishe Songea, sawa. Ikufikishe Morogoro, Tanga, sawa. Ikufikishe China, Amerika, sawa. Lakini kama mnahubiriana makanisani, mnataka kuingia ufalme wa mbinguni, fedha haikufikishi, kwa sababu ni damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunahubiri damu ya Yesu Kristo makanisani kwa ajili ya uzima wa milele. Damu ya Yesu Kristo. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Yesu Kristo anasema, nimewapa neno lako Baba, na ulimwengu umewachukia. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu, kwa kuwa naliwachagua kutoka kwa ulimwengu. Sasa wanawachukia. Ulimwengu hauwataki, hata hawasikilizi tena neno langu kupitia vinywa vyao, kwa sababu wao hawaneni mambo ya dunia, wananena mambo ya mbinguni.
Ulimwengu unataka uhubiri mambo ya dunia, kwa kuwa wao ni watu wa dunia. Ndio maana wanahubiri fedha na mali. Wao ni watu wa dunia hii. Kama ungekuwa watu wa mbinguni kama Yesu Kristo alivyo wa mbinguni, wangehubiri damu ya Yesu Kristo. Sasa wanahubiri fedha, kumaanisha na ni kitambulisho kuonyesha hawa ni wa ulimwengu huu, sio wa juu, bali ni wa chini, kwa sababu mahubiri yao ni fedha na mali, vitu vya chini ya dunia hii. Hawawezi kuhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, kwa sababu hivi vitu ni vya juu. Damu ya Yesu Kristo. Amani iwe kwenu na rehema na neema zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.